Ndugu na dada katika Kristo, na walika kwa tafakari yetu ya siku hii ya leo, somo letu likiwa ni kuhusu siku ya Bwana au siku ya Bwana Yesu, kwa Kiingereza the day of the Lord. Kwa majina ni Steve Mbugua Dhoidhi toka jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Nazungumzia siku ya Bwana Yesu kwa maana mara nyingi kunakuwa na hali ya kuto kuelewana kwa ajili ya siku ya Bwana Yesu na kwa ajili ya siku ya Sabato, na tuone hizi siku zinaingiliana kwa namna gani. Ukisoma kwenye Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11, utaona Bwana akati anapeana amri zake 10, anasema usisahau kuiweka takatifu siku ya Sabato. Siku 6 fanya kazi na tena mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Mwenyezi Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala watumishi wako wa kike wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye nyumbani mwako. Maana kwa siku 6 mimi Mwenyezi Mungu niliziumba mbingu na dunia, bahari na vyote vilivyomo, kisha nikapumzika siku ya 7. Kwa hiyo mimi Mwenyezi Mungu niliibariki siku ya Sabato nikaitakasa. Asa naona mtazamo mkubwa au lengo kubwa ambao Mungu anatangaza kuhusu siku hii ya Sabato ni kuhusu kuiweka iwe takatifu na kuto kufanya iwe siku ya kazi. Kwa maana Mungu alifanya kazi kwa siku 6 na akapumzika siku ya 7. Mstari wa 9 narudia, nasema siku 6 fanya kazi na tena mambo yako yote. Asa Mungu anausisitiza ya kwamba kuna siku ambayo ameitenga kwa ajili ya kupumzika, kwa ajili ya kutafuta utakatifu. Mkazo mkubwa ni unafanya nini na siku hii ya Sabato, wala muhimu zaidi ujeko kwenye siku, mbali unafanya nini na hiyo siku. Unajua mara nyingi tunaweka mkazo kwenye siku, wala siku tunafanya nini na ile siku. Sabato ni siku ya Bwana, lakini neno la Mungu linatuambia Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu, wala mwanadamu hakuwa kwa ajili ya Sabato. Sabbath was made for man, but not man for the Sabbath. Sio kuangalia zaidi Sabato kuliko nafanya na ile Sabato. Kwenye Marko 2:27 na 28, Kristo anatujulisha, anasema, Yesu mwenyewe anasema, Sabato iliwekwa kwa ajili ya binadamu na si binadamu kwa ajili ya Sabato. Haikuwekwa Sabato, hatukuwekwa si binadamu kwa ajili ya siku hiyo, bali Sabato hiyo siku ilitengwa kwa ajili ya si wanadamu, ni kwa faida ya wanadamu. Kwa hiyo mwana wa mtu ana uwezo hata juu ya Sabato. Atuambia ya Kiingereza nasema Jesus is the Lord of the Sabbath. Siku ya Bwana najua ni Jumapili, na huu Bwana ambaye siku hii ni ya kwake, yeye ndio Bwana wa Sabato. Yeye ndio yuko juu ya vyote, yeye ndiye aliumba vyote. Tutaangalia tunapoendelea. Walawi 23 mstari wa 2 na 3 nasema, waambie Waisraeli hivi, katika sikukuu zangu mimi Mwenyezi Mungu ambazo zimepangwa, mtakuwa na mkutano mtakatifu. Sikukuu ambazo nimepanga ni hizi: kutakuwa na siku 6 za kufanya kazi, lakini siku ya 7 ni Sabato. Msisitizo pia kwa siku 6, na kuna siku ya kupumzika. Siku hiyo ni ya mapumziko rasmi, hamtafanya kazi na mtakuwa na mkutano mtakatifu. Siku hiyo ya 7 hamtafanya kazi. Hiyo ni Sabato ambayo ni wakfu kwangu mimi Mwenyezi Mungu katika makao yenu yote. So anaweka msisitizo kuhusu kufanya kazi siku 6 na kupumzika kama alivyotuelekeza akafanya. Mungu hakuhitaji kupumzika kwa maana Mungu ni mwenye uwezo na nguvu zote, lakini anatupa mfano na umuhimu wa kupumzika.
sio kufanya kazi mfululizo, sio kuwa na tamaa ya hela tulivyo naye leo, mpaka siku zote za kazi ni za kazi. Hamna hata wakati wa kupumzika, hamna wakati wa kumpa Bwana nafasi ya kumcha yeye. Ezekieli 20:24 Bwana atukumbusha pia, anasema, kwa sababu hawakufuata amri zangu, mbali walizikataa kanuni zangu, wakazikufuru sabato zangu na kuziabudu sanamu za miungu ya wazee wao. Mungu anatoa adhabu kwa sababu ya kukufuru sabato. Anaangalia zaidi tunachofanya na ile siku. Ile kufuru ndio hali mbaya. Unafanya na nini sabato yako ndio swali kubwa. Hii sabato, ama utakuta siku ya Jumapili ambayo inaitwa siku ya Bwana, utapata ndio siku ambayo tunapanga mikutano za familia. Utapata ndio siku ambayo tunapanga mikutano ya chama ama ile merry go round. Utapata ndio siku maeneo mengine wameweka ndio siku ya soko zao, kwa maana naona hiyo siku ndio biashara inanoga. Utapata maeneo mengine hata mitaa inafungwa, ndio siku hiyo inakuwa siku ya biashara. Utapata kuna mtu siku hiyo hawezi enda kanisani kwa maana lazima afanye kazi. Kuna mtu atenda kazini kwa maana atalipwa mara 2 overtime. So tunaangalia hela zaidi kuliko kumwabudu Mungu, na hapa ndio shida inapoingilia. Wakati tumeweka hela mbele ya Mungu, inakuwa ni kimungu chetu. Mambo ya Nyakati wa Pili 36:21 Bwana anasema tena, hivyo likatimia neno la Mwenyezi Mungu alilosema nabii Yeremia, nchi itabaki tupu bila kulimwa miaka 70, kulingana na muda wa pumziko ambao haukudumishwa. Pumziko kama zile sabato. Ya Kiingereza iko wazi zaidi, nasema the land will lie desolate for 70 years to make up for the Sabbath rest that has not been observed. Sabbath, ile pumziko la sabato ambayo mji ile ardhi haikupewa nafasi, nchi haikupewa nafasi ya kupumzika. Tunatumiaje sabato zetu? Je, tunaweka iwe siku takatifu? Je, tunaweka inakuwa siku ya kupumzika, siku ya kukaa na Bwana? Ndio swali la kujiuliza zaidi siku ya leo. Nehemia 13:17 anasema, nikawakemea viongozi wa watu wa Yuda, nikasema, uovu gani huu mnaofanya kuikufuru sabato? So napoangalia neno la Mungu zaidi, naona Mungu anaweka msisitizo mkubwa kuhusu hiyo siku tunaitumiaje, tunafanya nini kwa hiyo siku kuliko siku yenyewe. Anaweka msisitizo kuhusu kuiweka iwe wakfu, siku ya kupumzika na siku ya kumcha yeye, siku takatifu. Lakini napoikufuru, kile ndio kinachomuudhi Mwenyezi Mungu. Asa tuelekee kwenye tunafanya nini na sabato yetu, wala si siku yenyewe tu. Siku yenyewe ni muhimu ambayo Bwana ameweka, lakini mtazamo mkubwa uwe tunafanya nini naye. Unaweza kuiweka siku yako ni ya sabato hiyo, lakini unachofanya ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunaona katika kufa na kufuka kwa Kristo, anapokuja Masia na kufa na kufuka, kila siku ni siku ya utakatifu. Sio tena siku moja ya Jumapili tu au Jumamosi tu, bali kila siku tunatafuta utakatifu. Kwa hivyo kila siku ni kama sabato yetu kwa kutafuta utakatifu. Muhimu zaidi, pamoja na kutafuta utakatifu, je, kuna siku yako ya kupumzika? Hiyo Jumapili umempa Mungu kama siku ya Bwana, kama Jumamosi inavyosema kwako wewe, unafanya kupumzika na kutafuta utakatifu? Au siku zingine unafanya vituko, hiyo Jumamosi ndio unafanya tu kwenda kanisani ama kwenye hekalu lako? Josemaria Escriva mtakatifu anasema hivi, tutafute utakatifu katika kila hali, iwe ni kazini, iwe ni kwenye kulala, iwe ni kwenye masomo shuleni, iwe ni barabarani. Maisha yetu ya kawaida yawe ni kutafuta utakatifu. Tunafaa kutafuta kila wakati. Mesia amechinjwa sadaka, atuondolee dhambi na atuondolee mauti, tuweze kuishi kulingana na mpango wa Mwenyezi Mungu. Ndio siku zote kwetu iwe ni kama sabato. Siku zote zetu ziwe ni kama maajilio, kujiandaa kwa ajili ya Masaya. Siku zote za maisha yetu ni kama Christmas, anazaliwa upya kwenye maisha yangu, mbali sio siku moja kwa wiki tena. Tumtafute Bwana. Isaya 56:2 anasema, heri mtu anayezingatia kikamilifu ninayosema, anayeshika sheria ya sabato kwa heshima na kuepuka kutenda uovu wowote. Ile sheria unapoishika ya sabato ni utafute kuepuka uovu, mbali si kushika siku tu lakini maovu yanaendelea. Ni tufanye mema kila siku ya maisha yetu. Kwenye Agano Jipya, Injili ya Mathayo 12 mstari ule wa 1 hadi 13, neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano siku ya sabato. Basi wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kukwanyua masuke ya ngano, wakala punje zake. Mafarisayo walipoona haya wakamwambia Yesu, tazama, wanafunzi wako wanafanya jambo lisilo halali kufanya siku ya sabato. Wanaangalia ile siku. Yesu akawajibu,
Je, hamjasoma alivyofanya Daudi pamoja na wenzake wakati walipokuwa na njaa? Yeye aliingia katika nyumba ya Mungu akala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Yeye wala hao wenzake hawakuruhusiwa kula mikate hiyo isipokuwa tu makuhani peke yao. Asa Daudi alipofanya lile jambo, hakufanya akitaka kuvunja amri ya Mungu maksudi. Walikuwa wanakimbia Sauli, walikuwa wanatafuta Mungu, wanafanya yaliyo mema, lakini wanataka kuuawa. Wako mbioni, ni wakimbizi, wana njaa, ndio walikula ile mikate. Hawakukula kumkufuru Mungu, bali walikula kwa ajili ya njaa. Ndiye anasema ingawaje walifanya vile hawakuhesabiwa makosa, lakini kwa kawaida ingekuwa ni kosa. Tusiangalie sheria sana kuliko kuangalia nia. Nia yao ilikuwa ni sawa. Sabato haikuumbwa ili mwanadamu aitumikie, bali iliwekwa kwa ajili ya manufaa ya mwanadamu. Sheria haikuwekwa ili mwanadamu aitumikie, bali sheria imewekwa kwa manufaa ya kumsaidia yule mwanadamu. Mstari wa 5. Au je, hamkusoma katika kitabu cha sheria kwamba kila siku ya Sabato makuhani huivunja sheria hekaluni, lakini hawafikiriwi kuwa na hatia, sababu ile siku wanapofanya shughuli zao za hekaluni wanafanya kazi, na Sabato ilikuwa sifanye kazi kabisa. So si kuangalia tu kazi, mbali ni kazi ipi, ni kuangalia nia ni ipi. Basi nawaambieni, Yesu anaendelea kwamba hapa pana kikuu kuliko hekalu. Kama tu mngejua maana ya maneno haya, nataka huruma wala si tambiko, hamngewahukumu watu wasio na hatia, maana mwana wa mtu ana uwezo juu ya Sabato. Yeye ndio Bwana aliomba vyote, hata aliomba Sabato hiyo. Yeye ndio Bwana wa Sabato, na yeye ndio tuna siku ya Bwana ambayo tunasherehekea, ambayo ni Jumapili. Hii siku ya Bwana, huyu Bwana ndio Bwana pia wa Sabato ile ile, ni Kristo yule yule. Mstari wa 9 anasema Yesu alitoka hapo akaenda katika sinagogu lao. Kulikuwa na mtu mmoja mwenye mkono uliyepooza. Basi watu wakamuuliza Yesu, je, ni halali kumponya mtu siku ya Sabato? Wale wanaangalia tu kazi, umefanya kazi basi. Walimuuliza hivyo apate kisa cha kumshtaki. Lakini Yesu akawaambia, tuseme mmoja wenu ana kondoo wake ambaye ametumbukia shimoni. Je, hamtamshika na kumtoa humo siku ya Sabato? Lakini mtu ana thamani kuliko kondoo, Bwana anasema. Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Bwana anafanya mageuzo makubwa kwa fikra zao. Anamwambia ni salama na ni vizuri kufanya vyema siku ya Sabato. Si kuangalia umefanya nini tu au umefanya kitu, bali umefanya nini. Hata wewe ukiwa na mwanao ambaye anakufa siku ya Sabato, hautasema siku ya Sabato kamwacha afe, bali utamhudumia, sababu utakuwa unafanya kitu kizuri. Mstari wa 13, kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, nao ukawa mzima kabisa kama ule mwingine. Akafanya jambo nzuri siku ya Sabato. Lakini ndio jambo ambalo wanamshtakia. Ndio anawaambia hata wanafunzi wake wanapokula punje za ngano, si kwamba walifanya maksudi, walikuwa na njaa na bwana harusi yuko pamoja nao, ndio maana wakala zile punje. Si kwamba walikuwa wanafanya maksudi kumdharau Mungu, kumkufuru Mungu. So Mungu anataka kujua wewe unafanya na nini Sabato yako. Naposoma tena ile Marko 2 ambayo tulisoma pale mbeleni 27 na 28, ambapo Yesu akawaambia Sabato iliwekwa kwa ajili ya binadamu na si binadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo mwana wa mtu ana uwezo hata juu ya Sabato. Tusiangalie siku zaidi tukaacha kuangalia tunafanya nini na ile siku. Kwenye Marko 16 mstari wa 1 hadi wa 7, neno la Mungu nasema, baada ya siku ya Sabato, baada ya Jumamosi, sasa tunaingia Jumapili, baada ya siku ya Sabato, Maria Magdalena, Salome na Maria mama yake Yakobo walinunua manukato ili wakaupake mwili wa Yesu. Amekufa na ndio siku ya ufufuko hasa, Jumapili, siku ya Bwana. Basi alfajiri na mapema siku ya Jumapili walifika kaburini, jua lilipoanza kuchomoza. Nao wakawa wanaambiana, nani atakayetuondolea lile jiwe mlangoni mwa kaburi? Lakini walipotazama waliona jiwe limekwisha ondolewa, nalo lilikuwa kubwa mno. Walipoingia kaburini, walimuona kijana mmoja aliyevaa vazi jeupe ameketi upande wa kulia, wakashangaa sana. Lakini huyo kijana akawaambia, msishangae, mnamtafuta Yesu Mnazareti wa Nazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayumo hapa. Tazama mahali walipokuwa wamemlaza. Nendeni mkawaambia wanafunzi wake pamoja na Petro ya kwamba anawatangulieni kule Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambieni.
wanamtafuta Masia kati ya wafu na yeye amefufuka. Hasa kwa mtazamo wa Agano Jipya na kanisa, jinsi Mungu amepatia mwelekeo. Ijumaa Kristo amekufa. Jumamosi Kristo bado yuko kwenye kaburi, lakini mwili amekufa, mwili, nafsi hai, roho imeshuka kuzimu kunyaganya Ibilisi funguo, kutupatia uhuru. Asa Ijumaa amechinjwa sadaka, Jumamosi bado tuna huzuni, tunatarajia ufufuko, Jumapili amefufuka. Asa ile siku ya ufufuko ni siku ya furaha, siku ya sherehe, ndio ile siku ya Bwana, siku ya ufufuko. Jumapili ndio anasema tangulieni mkaambiwa wanafunzi na Petro, nimefufuka, nitawakuta kule Galilaya. Ni siku walikuwa na huzuni wakati ule, lakini siku hii ya Jumapili, siku ya ushindi. Sasa kila Ijumaa huwa ni kama siku ya kutembea na Kristo njia ya msalaba, alivyotembea akateswa. Tunakumbuka mateso yao kila Ijumaa. Jumamosi tunakumbuka jinsi alipokuwa kule akinyaganya Ibilisi funguo, siku ya kumnyaganya. So ile siku ya Sabato kama Bwana alivyotaja mle mwanzoni, hapa Yesu amekuja, amekufa, bado yamnyaganya Shetani funguo. Jumapili amefufuka, ndio siku yetu ya ushindi, ndio siku yetu ya wokovu, ndio siku ya kushinda sio dhambi tu, mbali mauti, kwa maana Yesu amefufuka. Ndio siku ya uhuru, ndio siku ya Bwana. Unafanya nini na ile siku? Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wangealitaka wangefanya Yesu afe Alhamisi, Ijumaa anamnyaganya funguo adui, na Jumamosi anafufuka. Lakini Bwana kwa hekima yake alifanya afuke Jumapili, na ndio siku hii ambayo tunasherehekea siku ya ushindi, siku ya wokovu wetu. Unatumiaje ile siku? Na kama umechukua ile Jumamosi, unaitumiaje ile Jumamosi yako? Je, unaweka utakatifu? Kama kweli unatafuta utakatifu na unaweka kutunza, kuacha ule muda usifanye ni muda wa biashara na fedha, bali muda wa Mungu, utakuwa uko salama. Kama ni watu ambao wameandikwa kazi, na kweli kazini mwako umeomba ruhusa wewe usipatikane siku ya Bwana, Jumapili, unachukua siku ile yako ya mapumziko iwe siku yako ya Bwana, pamoja na watu wanaofanya kazi ya security kama polisi na military. Je, ile siku yako ya mapumziko unaitumiaje? Unatafuta utakatifu, unamtafuta Bwana. Utakatifu ni kila siku. Je, unapumzika ile siku? Ibada za misa ziko kila siku siku hizi. Parokia nyingi kuna ibada ya misa angalau moja kila siku, angalau asubuhi inakuwepo. Parokia zingine ni misa 3 kama makatedrali, asubuhi, mchana, saa 7 na jioni. Je, unatafuta nafasi ya kwenda kwa misa hata kama siku yako ya mapumziko ni Jumanne? Jumamosi hata jioni kuna misa ambayo inasherehekea Jumapili. Je, unaenda hiyo? Jumapili kuna misa za mchana mzima. Makatedro misa ziko mpaka jioni, kuanzia asubuhi, alfajiri kuna misa saa 2, saa 3, saa 4, mchana saa 6, saa 7 na jioni zipo. Unaitumiaje ile siku yako? Unatafuta nafasi ya kwenda kumcha Bwana na utakatifu na utafuta. Hamna kabisa sababu ya kukosa misa ukasema hauna muda kwa ajili ya kazi. Misa ziko nyingi na utakatifu ni kila wakati pamoja na kazini. Je, unatafuta kupumzika ile siku yako ya mapumziko, ama ndio siku ya kutafuta hela, ndio siku ya mikutano, ndio siku ya wizi, greediness nayoona? Haya ndio mambo ambayo Mungu anataka tuondoe kwa maisha yetu, pamoja na ile siku ya Sabato. Tutafute kumtafuta Mungu kwa roho na kweli, sio kuweka siku ya Mungu ile siku ya Bwana. Jumapili ndio siku ya biashara. Utakuta kuna mitaa inafungwa, ndio tutakuwa na kitu kinaitwa open market. Hata hapa kwetu Mombasa wanafunga mitaa fulani, wanafungua maduka ya kule kwenye mitaa street, ili watu waweze kununua zaidi, sababu imekuwa ndio siku ya biashara. Wengine watoka kanisani waje wanunue. Ndio siku ambayo watu wanalewa sana, Jumamosi usiku na kuelekea kwenye Jumapili asubuhi. Hangover Jumapili, ile siku ya Bwana, ndio watu wanamaliza hangover zao. Ile ndio siku ambao tendo la ngono, zinaa, inafanyika zaidi, kwa maana amekunywa Jumamosi usiku. Kuanzia Jumapili saa 6 usiku ile unapoingia, ndio nakuta ndio mambo ya ngono, ndio mambo ya zinaa, ndio mambo ya sharati na uzinifu ndio inafanyika zaidi siku ya Bwana. Tunaikufuru siku ya Mwenyezi Mungu. Unatumiaje siku hiyo? Iwe ni Jumapili, iwe ni Jumamosi, unaitumiaje? Ndio swali kubwa. Na wakati unaitumia vizuri unahukumiwa. Yesu anaitumia vizuri, anahukumiwa. Luka 13 mstari wa 10 hadi 16 nasema, lakini mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu alikuwa amemponya huyo mama siku ya Sabato. Amefanya jambo njema, amekasirika, na wanaofanya maovu siku hiyo haoni kama ni kitu. Hivi akawaambia wale watu waliokusanyika pale, mnazo siku 6 za kufanya kazi, basi fikeni hizo siku mkaponywe magonjwa yenu, lakini msije siku ya Sabato.
msije siku ya Sabato kufanyiwa wema, kuponywa roho na nafsi na mwili. Hapo Bwana akamjibu, enyi wanafiki, nani kati yenu angemfungua ng'ombe wake au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji, hata kama siku ni ya Sabato? Ni nani? Hata kama ni mtoto wako wewe anaugua, utampeleka hospitalini siku ya Sabato? Sasa hapa yupo binti wa Abrahamu, Yesu anasema, ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka 18. Je, haikuwa vizuri kumfungulia vifungo vyake siku ya Sabato? Amefanya jambo njema, anahukumiwa. Wewe unaitumiaje Sabato yako? Unafanya mema au maovu? Unahukumu wengine hawaiweki, wewe unafanya mema au ni hukumu? Swali kubwa, unaitumiaje Sabato yako? Unaitumiaje siku ya Bwana yako? Yohane 9:16 na 17. Baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyu hatoki kwa Mungu, maana hakika hashiki sheria ya Sabato. Lakini wengine wakasema, mtu mwenye dhambi awezaje kufanya ishara za namna hii? Kukaa na mafarakano kati yao. Wanabishana, wanasema Yesu hawezi kuwa kutoka kwa Mungu kwa sababu anafanya kazi siku ya Sabato, anafanya mema. Unaweza kana uko na hukumu mwingine, hujaweka siku ya Sabato lakini unafanya maovu, na yule mtu anafanya mema. 17, wakamuuliza tena huyo mtu aliyekuwa kipofu, maadamu yeye amekufungua macho, wasemaje juu yake? Naye akawaambia, yeye ni nabii. Yeye alijua ni nabii, ukuu wake na matendo yake ni ya kinabii. Wewe unaitumiaje siku yako? Unafanya mema au maovu? Unaiweka takatifu au ndio unatenda uovu wote? Wakolosai 2:13-16, naona Biblia inatuambia, wakati moja nanyi sisi wote, anasema nanyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kwa sababu nyinyi mlikuwa watu wa mataifa mengine, lakini Mungu amewapa nyinyi uhai pamoja na Kristo, na ametupa uhai siku ya ufufuko pamoja na Kristo. Mungu amesamehe dhambi zetu zote, alifutilia mbali ile hati ya deni iliyokuwa inatukabili na masharti yake yote, na kuifuta kabisa kwa kuipigilia msalabani, katika msafara wake ushindi pale msalabani. Huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wake ushindi. Kwa hiyo basi, msikubali kupewa masharti na mtu yeyote kuhusu vyakula au vinywaji, siku ya sherehe, sikukuu ya mwezi mpya au Sabato, kwa maana tuko huru. Tuna siku ya Bwana, siku ya ufufuko. Amechinjwa sadaka Ijumaa, ameshuka kuzimu, mwili umebaki kaburini, yeye ameshuka kule kufungua zile roho zimefungwa, hiyo Ijumaa na Jumamosi. Jumapili amefufuka, amepatia ushindi dhidi ya dhambi na mauti, siku yetu ya ushindi, siku ya Bwana Jumapili. Marko 16:9-14, utaona Yesu mara nyingi alitokea baada ya ufufuko, aliwatokea Jumapili. Wote waliotokea mara nyingi ilikuwa ni Jumapili, siku ya ufufuko, siku kuu, siku ya sherehe, siku ya furaha. Nasoma, Yesu alipofufuka mapema Jumapili, alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalena, ambaye yeye alikuwa amemtoa pepo wabaya 7. Maria Magdalena akaenda akawajulisha wale waliokuwa pamoja na Yesu, na wakati huo walikuwa wanaomboleza na kulia. Ilikuwa ni huzuni. Ijumaa, Jumamosi ilikuwa siku ya huzuni, ilikuwa siku ya giza. Jumapili ndio naletewa habari njema, ndio siku ya ushindi. Lakini waliposikia kwamba Yesu yu hai na kwamba Maria Magdalena amemuona, hawakumwamini. They did not believe. Baadaye Yesu aliwatokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda shambani, ile safari ya Emmaus. Akawatokea wale wawili, nao pia wakaenda wakawaambia wenzao. Hata hivyo hawakuamini pia wale wenzao wawili walipomuona. Mwishowe hiyo siku ya Jumapili, Yesu aliwatokea wanafunzi 11 walipokuwa pamoja mezani. 11 kwa maana Yuda amejiua. Akawakemea sana kwa sababu ya kutokuamini kwao na ukaidi wao, maana hawakuamini wale waliokuwa wamemuona baada ya kufufuka. Anawatokea siku ya Jumapili ambayo ni siku ya ushindi, siku ya ufufuko, siku ya kushinda dhambi na mauti, siku ya kutembelea, visitation. Ni siku ya Bwana, ndiyo siku ambayo tuna celebrate kila wakati, siku ya Bwana. Siku hiyo hiyo Yohana 20:19-23, Injili ya Yohana 20 mstari wa 19-23, ilikuwa jioni ya siku hiyo ya Jumapili,
Wanafunzi walikuwa wamekutana pamoja ndani ya nyumba na milango ilikuwa imefungwa, kwa sababu waliogopa viongozi wa Wayahudi, waliogopa kuuawa kama vile Kristo ameuawa. Wamejifungia chumba cha juu. Basi Yesu akaja akasimama kati yao, akamwambia, amani kwenu. Alipokwisha sema hayo, akaonesha mikono yake na ubavu wake. Basi hao wanafunzi wakafurahi mno kumuona Bwana. Wameona mikono, wameona zile alama, amejua Masia amefufuka. Wamepata furahi, wamefurahi sana kumuona Bwana. Yesu akawaambia tena mara ya pili, amani kwenu. Kama vile Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma nyinyi. Siku ya kuwa commission mpya, kupeo jukumu mpya, ni siku ya Jumapili, ndio commissioning mpya. Alipokwisha sema hayo, akawapulizia na kuambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Anawapa nguvu mpya siku hiyo ya Jumapili, siku ya Bwana. Ndio anawapulizia na kuwapa nguvu mpya kwa ajili ya kazi muhimu. Anawaambia 23, kuwasamehe watu dhambi zao wamesamehewa, msipowasamehe hawasamehewi. Jamani, siku hii ya Bwana ni siku kuu sana. Amewakommission mapadri, wale makuhani, wale mitume, hiyo siku akawapa uwezo na mamlaka wa kusamehe dhambi zote. Kusamehe dhambi ni wokovu, na amewapa mamlaka hao wanadamu. Hiyo siku ya Bwana, siku ya ufufuko, siku ya ushindi. Ndio maana kama Wakristo tunasherehekea siku ya Jumapili, lakini utakatifu natafuta kila siku, kwa maana amechinjwa sadaka. Yale maisha ya zamani tuachane naye, tuishi maisha mapya, ili kila siku inakuwa ni sabato yetu. Na kupumzika, tutatafuta siku ya kupumzika. Hiyo Jumapili ndio tunapumzika. Lakini kama kweli uko kazini, ile siku yako ambayo iko off, pumzika na Bwana. Enda kwa ibada ya misa, mtafute zaidi, mwabudu Masia, ili wakati wetu ukikwisha hapa duniani tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini, amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amina. Ndugu mpendwa, naendelea kukushukuru kwa ajili ya kuendelea kutazama mtandao huu wa YouTube wa Steve wa Yesu. Kwa sasa natoa fundisho kama moja hivi kwa mwezi, napoendelea kutafakari na kumsikiliza Mungu, nipate mwelekeo wake mzuri. Pengine baadaye kutakuwa na mafundisho zaidi, lakini kwa sasa angalau ni moja kwa kila mwezi au mbili. Mungu atanielekeza. Endelea kuniombea nami na kuombea, ili tupate kujua mapenzi yake. Tuombeane, tumuishie, tumtumikie milele yote. Tukutane kwa somo lijao. Mungu akubariki sana. Bye bye.